Kwa kweli siri, kwa sababu hiyo kufikia 76 kama si juhudi ya msajili wa hazina, basi hata hiyo isingefikiwa. Na tukitaka tulione hilo, atupatie records ambazo kuwa ziko nyuma ukusanyaji wao ulivyokuwa. Na naamini kama ingekuwa si baadhi ya urasimu ulioko kwenye mawizara, angevuka lengo. Na ndio akazungumza kwamba kweli nimepata taarifa kwamba anahamisha wafanyakazi mara kwa mara, lakini ni mtendaji mzuri na anafanya kazi vizuri, na hilo jambo watakaa waweze kulifikiria vizuri zaidi. Lakini kwa kumsaidia mheshimiwa waziri, kwa kweli watendaji wetu wengi ambao kuwa wako mawizarani, wengine wameajiriwa lakini uwezo wao na sifa zao za kuajiriwa sizo. Na unapokwenda katika kazi kama hii na mtu ambaye kuwa ni mtaalamu, kwa sababu yule alikuwa ni mhadhiri wa chuo kikuu, kwa hivyo huna njia ya kumdanganya. Kwa hivyo anapokuka kazi anahakikisha kwamba hii kazi unaifanya kama vile inavyotakiwa. Kwa hivyo naweza kusema tuendeleeni kumpa nguvu, na tunaamini urasimu ukipungua kwenye mawizara, kwenye mashirika, atavuka malengo kama ambavyo kwa mashirika mengine yanavuka malengo. Na naamini mashirika yatatoa gawio kwa serikali kama wenzetu wa Tanzania bara wanavyotoa gawio. Zenj TV, tujivunie nyumbani. Chama cha wanunuzi vitu chakavu Zanzibar wamesema kumekuwa na ufanisi mkubwa wa huduma za minada tangu kuanzishwa ofisi ya msajili wa hazina na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hayo yamesemwa na msemaji wa chama hicho Ali Makame Isa wakati akizungumza na waandishi wa habari Kikwajuni mjini Zanzibar kuhusu minada ya serikali kufanyika kwa uwazi na mabadiliko ya utendaji yanayojitokeza tangu kuanzishwa kwa ofisi hiyo. Tunaweza kusema kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alifanya jambo zuri sana kuweka idara hii ya msajili wa hazina ndani ya Wizara ya Fedha, kwa sababu zamani ilikuwa tunapata usumbufu sana wakati tunapoingia katika minada kununua vitu vya serikali. Mara baada ya kununua, upatikanaji wa dokumenti lakini uendeshaji wake ilikuwa hauko imara. Lakini mara baada ya kuanzishwa taasisi hii ya msajili wa hazina, na kwa bahati akapatikana mtu ambaye kuwa ana uwezo mkubwa wa kuweza kuiongoza taasisi hii, sisi wadau tulifurahi sana, kwa sababu hata pale unaponunua bidhaa huwezi ukachukua wiki moja au siku 4-5 kabla ya kupata dokumenti yako. Lakini zamani ilikuwa inaweza kuchukua miezi 2 mpaka 3. Umeshanunua kitu, matokeo yake ndani ya miezi 3 unapigana kama ni gari, vipi utapata kadi ya gari kwenda kubadilisha. Kwa kweli tumemwona kwamba kwa njia moja ama nyingine mheshimiwa amechagua mtu ambaye kuwa ana uwezo wa kuihudumia idara hii. Amesema kwamba rais wa Zanzibar anapaswa kumlinda msajili wa hazina kwa mabadiliko anayoendelea kuyafanya na kuweza kukusanya mapato ya serikali kwa 76% kinyume na siku za nyuma katika mwaka wa fedha 2024 2025. Na tumepata malalamiko fulani kwamba kila siku au mwezi mmoja anaweza akabadilisha wafanyakazi zaidi ya 10 kwa sababu zilizokuwa hazieleweki. Lakini sisi kama wadau tumeona kwamba wafanyakazi anaobadilisha ni kwamba hawana uwezo wa kuendana na kasi yake yeye. Na kama mnavyojua, pamoja na yote, idara hii msajili wa hazina huwa na ripoti moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo zile kasi ambazo kwa anazitaka Mheshimiwa Rais katika uongozi wake, naweza kusema kwamba hapa amepata mtu mzuri, na tunaweza kutumia lugha moja, anastahili kumlinda kwa sababu amegusa maslahi ya watu. Nazungumza kwa nini amegusa maslahi ya watu? Unaweza ukenda kwenye wizara, kuna vitu ambavyo kuwa havistahiki kuendelea kubaki pale, lakini kwa faida ya serikali, kwamba vitu vile ukiviuza vikiwa katika hali angalau ya afadhali, inaweza kuingiza serikali pesa zaidi. Lakini kumbe wale huwa wanafanya kama ni duka lao, huandika matumizi ya matengenezo ya magari, lakini kumbe kwa kiasi kikubwa huwa wanachomoa mle kwenye vifaa vile. Kwa hivyo baada ya kuambia watu wa mashirika, watu wa mawizara kwamba lazima waorodheshe vitu ambavyo kwa vimepitwa na wakati, na kwa bahati yeye huwa anakwenda moja kwa moja ili kufanya survey. Matokeo yake anapokuta naambia hichi na hichi kutokana na hali ilivyo nataka kiuzwe kwa faida ya serikali. Kikiwa bado
tunaweza tukauza tukapata hela zaidi. Na ni kweli, kwa sababu wakati mwingine ilikuwa unakwenda unanunua kitu kibovu kabisa, yani kimeachwa kiasi ya kwamba kama wale watu watendaji hawana huruma na serikali. Sasa haya ni mambo ambayo kwa njia moja ama nyingine imewagusa watu ambao kuwa ilikuwa ni chakalao la kupata pesa kwa kushingizia kwamba wanapata pesa za kununulia spare, kumbe anachomoa mle. Kwa hiyo kasi ambayo kwa amekwenda nayo kwa kweli sisi tumeridhika nayo, na tunamuona kwamba maana kama ingekuwa ni mchezaji mpira tungemwambia Difari kuna haja ya kumlinda mchezaji huyu ili asiumizwe, lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais ni msikifu, pamoja na maneno yote yanayozungumzwa, lakini na sisi wadau ana haki ya kutusikiliza. Kwa kweli laiti ingekuwa wizara zetu, mashirika yetu yanawafanya kazi kama hawa angalau 5 tu, tunaamini kwamba mheshimiwa angepata unafuu nzuri juu ya ile kasi yake ambayo kwa anataka aende. Kwa hivyo tunasema kwamba Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Aidha amesema minada ya serikali hivi sasa inafanyika kwa uwazi, ikiwemo kutangazwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii na vitu kuuzwa kwa wakati muafaka, wakati zamani vinakaa hadi kuharibika. Kuwepo kwanza tukitoka kwenye mawizara au mashirika, kwa kweli unaweza ukashtukia kwamba unakiona kitu ni kibovu, hakifai kutumika, lakini matokeo yake unaenda kwenye mnada unaambiwa hivi bado tunatumia, wakati sisi tunaona kwamba havitumiwi. Lakini hata pale unaponunua kuweza kupata dokumenti yako, wakati huo bado hakuja kuwa na msajili wa hazina, ilikuwa tunaita wahakiki mali. Matokeo yake ukienda kwenye wizara sehemu ile kitengo kile unaweza kuchukua miezi 2 au 3 unadai dokumenti yako hujaipata. Kwa hiyo huu ni urasimu ambao ulikuwa unazorotesha kuweza kukusanya mapato kwa haraka, lakini unaweza ukashtukia pengine mnaweza kukaa kwa mwaka ukafanya mnada mara moja. Kwa hivyo lakini sasa hivi kila wiki unaweza ukashtukia mnaweza mkawa na minada 2, 3 au kila mwezi unatokea minada hiyo. Kwa hivyo kila wizara huwa anapewa muda maalumu kwamba tumekuja kuhakiki, lakini kuna vitu hivi tunataka kuhakikisha kwamba vinatoka. Kwa hivyo kila wizara, kila idara, kila shirika wamepewa mwongozo maalum wa kuweza kuondoa mali chakavu, wakati utaratibu huo zamani ilikuwa haupo. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba ule urasimu uliokuwepo kwa kweli sasa hivi umeondoka. Lakini sio hivyo tu, watendaji ambao kuwa wanachagua ni watendaji ambao kuwa ikiwa mmerudi kwenye mnada leo, kwa kweli ushalipa kila kitu, unakabidhiwa mali yako na dokumenti zako zote. Kwa hivyo kama unaenda kubadilisha hati ya gari na nini inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo unaweza kusema ni urasimu nzuri. Lakini tatizo tulilonalo katika wizara hii ya fedha, kuna watendaji wengi ambao kwa wanakwenda kwa sababu ya mtoto wa mjomba au kwa hivyo japo kwa hana uwezo wa kuweza kufanya kazi. Sasa matokeo yake ukimpa mtu ambaye ukienda na meneja ambaye kiongozi ambaye na uwezo mkubwa, hawezi akakubali kwamba huyu aniharibie kazi yangu, na kwa sababu pale hakuja kuwa na bodi ambao labda bodi wanashauriana, na unaweza kusema kwamba huu utaratibu ambao umeweka Mheshimiwa Rais unaweza ukarahisisha zaidi utendaji kuliko kungekuwa na bodi, kwa sababu kungekuwa na mashauri ya baadaye mashauriano yale yangekuwa yanaingiza maslahi binafsi haya ambao yangechangia kuzorotisha uendeshaji wa taasisi hii. Lakini naamini kutokana na uwezo alionao kijana huyu, lakini mwenendo ambao anakwenda nao, hata ukenda kwenye idara wanakuambia kwa bahati hutumia neno moja, bwana Sanya hivyo hakubali bwana, lazima ulete risiti ambayo moja kwa moja imeingia kwenye mfumo. Zamani watu walikuwa wanaandika risiti za vikaratasi tu, lakini sasa hivi hakubaliani na hilo, anakuambia mimi siwezi kukubali risiti yoyote mpaka ile risiti ambayo moja kwa moja tunajua kwamba hii pesa imeshaingia kwenye account. Kwa hivyo urasimu huo umeondoka, na sasa hivi kwa namna ambavyo kwa utendaji anaofanya, kwa kweli ni jambo la kushukuru kwamba tukipata mfano huyu awe ni mfano kwa watendaji wengine, ili kuhakikisha kwamba kodi inakusanywa vizuri, mapato yanapatikana vizuri. Na hata ukienda ukiangalia, nadhani leo bajeti ya serikali itasomwa katika sehemu ambazo zinategemewa kwamba zitakusanya mapato zaidi na zimekusanya mapato zaidi. Moja ni msajili wa hazina. Amesema haikuwa mwafaka baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi kushutumu mabadiliko ya kiutendaji yanayoendelea kufanyika ndani ya ofisi ya mfuko wa hazina bila ya kuwapa nafasi ya kuwasikiliza, akiwemo wadau wa minada inayofanywa na serikali. Haikuwa sahihi, licha kwamba mjumbe wa baraza la wawakilishi anapofika pale ni haki yake kuzungumza, lakini unatakiwa uzungumze ukiwa na uhakika unachokizungumza.
Kwa hivyo uhakika kwamba watu wanabadilishwa, kweli wanabadilishwa, lakini je, tatizo la kubadilishwa, kuondoshwa ni nini? Ni kwamba hawana uwezo wa kufanya kazi na mtu ambaye kuwa anataka tuende katika kasi hii. Kuna mengine hatuwezi kusema ni siri ya hao wafanyakazi, lakini kiukweli kwa njia moja ama nyingine hajamuonea mtu kumuondosha katika sehemu, kwa sababu anaweza akasema niletee mtendaji fulani. Akija akianza kazi, matokeo yake hawezi akaendelea na yeye. Sasa kutokana na mazingira hawezi akaendelea kubaki naye. Na ni sawa sana kusema kwa nini ukamuuliza Mheshimiwa Rais, kwa nini leo umemweka huyu mkurugenzi kesho unamuondoa? Sio kwamba hampendi, pengine anaweza kaona huyu anaweza kafaa zaidi katika idara hii, au huyu anaweza kafaa zaidi lakini huyu hafai kabisa. Kwa hivyo anaona bora mwache huko aliko. Lakini kitengo kama hichi ambacho kwa ni kipya, kina majukumu makubwa, msajili wa hazina ndio roho ya taifa. Matokeo yako naenda kuweka mtu pengine hata barua kuandika hajui. Kwa kweli hiyo atakurudisha nyuma. Unamwambia bwana, unamfahamisha kitu, nenda badala ya kuuza, jamaa kukabidhi kadi zote za gari au kadi ya nyumba au kila kitu, ili tutakapouza tumkabidhi mtu dokumenti zake zote, iwe hatuna urasimu katika shughuli zetu. Sasa ikiwa mtu unamwagiza kama hivyo, matokeo yake unamwambia vipi, mie bosi siku 3 wiki nzima mwezi, hawezi akaendelea na watu kama hao, kwa sababu yeye anapokwenda kuripoti kwa mheshimiwa, makusanyo yetu mwezi huu tumekusanya hivi, na wana bajeti maalum kutokana na mazingira tulivyo, tunataka mwaka huu tukusanye kiasi hichi. Je, utatimiza? Sasa kwa katika mazingira hayo, kama yeye hakuwa makini na urasimu ulioko kwenye mawizara, hawezi akafanikiwa. Na ndio kashtukia kwamba wawakilishi pamoja na kwamba wamezungumza, wangefanya utafiti kwanza na wakatujia wadau kama sisi na wengine, wangepata right ya kusema na wangepata kujua kwamba tuwazungumza hili bila kumonea mtu, kwa sababu usimhukumu mtu bila kumsikiliza. Naye makamu mwenyekiti wa chama hicho Ali Omar Faki amesema mafanikio yanayoendelea kujitokeza tangu kuanzishwa kwa ofisi hiyo kumeweza kutoa ajira zaidi ya 200 kupitia wauza vyuma chakavu Zanzibar. Upatikanaji wa vitu kwa sisi wadau ulikuwa mgumu. Tunanifahamu eh? Sasa nilichojifunza kikubwa, kwanza tumebahatika kupata ajira ya watu karibu 200 na sisi wadau unavyotuona tuko 200 na tunanifahamu. Upatikanaji mzuri ndio tuliofaidika sisi. Kwanza ajira moja, la pili upatikanaji wa vile vitu kwa upande wetu sisi. Sasa hivi umekuwa mwepesi. Zamani ulikuwa unaweza kusikia tu kuna mnada, lakini wewe huoni. Shanifahamu, unaitwa mtu fulani na fulani basi, au sio? Sasa hivi kwenye redio, kwenye sijui simu hizi unarushwa kama kawaida. Mnada umekuwa mwepesi, umekuwa uko wa uhuru zaidi. Hakuna sijui mimi nimepata kwa 200 kwa 300, hilo tunashukuru. Unaponunua kila mmoja anaona, hata nzi anajua fulani kanunua kitu fulani. Zamani ilikuwa haipo. Utasikia tu gari na kuuzia unaitaka, yeye hujui kaipata vipi, si ndio? Sasa hivi kiwemo moja, kiweko 2, hilo tunalishukuru. Akiwasilisha bajeti ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Fedha na Mipango, waziri wa wizara hiyo Dr. Saada Mkuya amesema kuna baadhi ya majengo ya serikali hali yake sio nzuri na anahitaji ukarabati, na ofisi ya hazina imeanza mchakato wa kuyatengeneza kwa kutumia wakandarasi wa ndani. Zenj TV, tujivunie nyumbani.